Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 7, siku ya Jumanne. Mada inasema nguvu kwa wale wanaookolewa. Ujumbe wa Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 18 uko wazi sana kwa mtu kukosa uhakika. Kile msalaba unachomaanisha kinategemea jinsi mtu anavyoutazama. Ni upuuzi kwa wale wanaomwasi Mungu, lakini ni nguvu kwa wale wanaoutamani wokovu wake. Soma Wakolosai 1 aya 20 na Petro wa kwanza sura ya 2 aya 24. Yesu alitimiza nini kwa ajili yetu pale msalabani? Kama tulivyokwisha kuona katika kuhubiri Injili, mtu anapaswa kuepuka hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 17. Kwa kuzingatia Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 17, inakuwa rahisi kuelewa kwa nini kinyume cha upuuzi ni nguvu ya Mungu na si hekima ya mwanadamu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 18. Msalaba ambao ni kinyume kabisa na hekima ya mwanadamu unafunua jinsi hekima ya mwanadamu ilivyo upuuzi. Kifungu cha Kiyunani Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ya 18 kinamaanisha kwamba wanaopotea wanapokea matokeo ya matendo yao. Aya inaweza kusomeka hivi: kwa sababu neno la msalaba ni upuuzi kwao wanaojiangamiza wenyewe. Kitenzi cha Kiyunani apolimi, kuangamia, kinaweza pia kumaanisha kuharibu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 10 aya 10. Kwa kweli, apolimi inatafsiriwa kama haribu katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ya 19. Nini kinatokea hapa? Paulo anatoa msingi wa kibiblia wa kauli hii katika aya 18 kuhusu watu hawa kuangamia, kwa kunukuu katika aya ya 19 maneno ya Mungu katika Isaya 29 ya 14. Katika aya ya 19, Mungu ndiye yuko nyuma ya kuharibiwa huko, kunakoonekana kukinzana na kiburi cha kujiangamiza kilichotajwa hapo kabla. Hata hivyo, hakuna upinzani. Wazo ni kwamba Mungu ataharibu kile ambacho tayari kinajiangamiza chenyewe tangu mwanzo. Tofauti na wale wanaoangamizwa, kirai kwetu sisi tunaookolewa katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 18 kinaonyesha kwamba wokovu unatoka kwa Mungu pekee. Paulo anasema kwamba tunaokolewa, yaani hatujiokoi. Bila shaka sisi hatuwezi. Wokovu wetu unatoka nje yetu. Wakati uangamivu unasababishwa na mtu mwenyewe, wokovu unaweza tu kutolewa, zawadi ya neema ya mwenye dhambi. Kama ilivyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ya 21, ni Mungu ndiye anawaokoa wale wanaoamini. Upuuzi kwa maana hii ni kitendo cha kukataza kile ambacho Mungu amewapa wanadamu kwa njia ya msalaba wa Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 30. Hivyo kujiletea uharibifu. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi sura ile ya 6 ya 23. Ni kwa njia zipi aya hii inarudia kile Paulo alichokuwa anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ya 18 na 19? Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina.